Karibu sana mtazamaji katika ripoti za habari ambapo pia utakuwa nami Andre Amos Masanja nikiangazia na kudadafua zaidi kwa yale ambayo yamekuwa yakitoa gumzo katika mitandao ya kijamii. Na sasa tutaangazia habari ambazo zimekuwa zikitikisa ulimwengu. Vita Gaza, ambapo mamia ya waandamanaji Gaza dhidi ya Hamas wameanza kuandamana kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa baada ya Israeli kushambulia vikali. Mamia ya watu waandamana Gaza wakitaka vita vikomeshwe na Hamas ijiuzulu kutoka madarakani katika maandamano makubwa zaidi dhidi ya vuguvugu la Palestina linalodhibiti ukanda huo kuwahi kushuhudiwa tangu vita vilipoanza Oktoba 7 mwaka 2023. Waandamanaji walikusanyika karibu na kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko Beit Lahia, kaskazini mwa ukanda wa Gaza, na kisha kuandamana kupitia barabara zilizozingirwa na vifusi vya majengo na nyumba zilizoharibiwa wakati wa vita. Karibu na hospitali ya Indonesia ambapo waliimba nyimbo ikiwemo na kutoa kauli ikiwemo Hamas out out. Kulingana na video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii, wanachama wa Hamas waliojifunika nyuso zao, baadhi wakiwa na silaha na wengine wakiwa wamebeba marungu, waliwatawanya waandamanaji kwa nguvu na kuwashambulia vikali baadhi yao. Kulingana na shirika la habari la BBC ambalo pia limeweza kuripoti na kusema kuwa Hamas hawakutoa maoni yao mara moja kuhusu maandamano hayo, lakini wafuasi wa vuguvugu hilo walipuuza umuhimu wake. Kulingana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa Gaza, baada ya Israeli ikiongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuweza kuvamia na kuwaua baadhi ya Wapalestina huko Gaza, je, kundi la Hamas litaweza kuondoka na kumalizwa kabisa kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa katika vita hiyo? Msimamo mkali wa Umoja wa Mataifa ukiomba Israeli kuweza kusitisha vita. Hata hivyo, imekuwa ikiua watu ambao hawana hatia katika nchi hiyo. Je, mzozo huu utafikia wapi ili vuguvugu sintofahamu kwa Wapalestina hawa ambao wanapambana vikali ili kuhakikisha vita hii inaweza kukomeshwa? Endelea kuwa nasi na kutufuatilia kupitia mitandao kijamii. Msomaji wa taarifa hii ni mimi Andre Amos.